uzima, ukienda kuwafungua waliofungwa katika vifungo mbalimbali. Wengine wamefungwa katika vifungo vya ulevi, katika jina la Yesu Kristo ukawaachie huru mchana wa leo. Asante kwa ajili ya wale waliofungwa katika vifungo vya uchawi na uganga na ushirikina. Bwana ukawafungue mchana wa leo katika jina la Yesu. Waliofungwa katika ulevi ukawafungue katika jina la Yesu. Waliofungwa kwa namna zote Bwana ukawafungue kupitia maneno yako katika jina la Yesu Kristo. Ninamweka kila mmoja wetu mikononi mwako katika madhabahu ya moto wa Roho Mtakatifu wako mchana wa leo. Bwana ukatembee katika viwanja hivi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya wahudumu wote watakaosimama kwa huduma mbalimbali, wengine kwa ajili ya uimbaji, wengine kwa huduma wengine kwa huduma ya neno lako, wengine kwa huduma mbalimbali za sifa. Mungu Baba, ninawaweka mikononi mwako. Ninaomba Bwana ukatembee. Ninaomba Roho yako Mtakatifu akafanye kituo mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya watumishi wako wachungaji wote watakaokaribia katika maeneo haya, ninawaweka mikononi mwako. Ninaomba Bwana ukafanye muujiza katikati yetu, katika mji wetu wa Lushoto. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Tunajikabidhi wote mikononi mwako, hata wale watu wa vyombo ninaweka mikononi mwako, hata vyombo vyote ninaviweka mikononi mwako. Ninaomba Bwana uwepo wako ukawepo mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunajikabidhi kwako Bwana, tukiamini ya kwamba umesikia naam, nawe utatenda hivyo na kuzidi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tupo tayari watu wa Bwana? Ndio. Mbona wengine tumekaa, tujiachie. Unaweza ukaanza trot kidogo, trot. Yesu, vijana mkono. Yesu.
Bwana asiwe, Bwana asiwe. Bwana asiwe. Wakati wanasema tumalizia mwisho. Wastahili. Yale Bwana amefanya kwetu, njoni muone. Yale Bwana amefanya kwangu, njoni muone, njoni muone. Yale Bwana amefanya kwetu, yale Bwana amefanya kwetu, njoni muone, njoni muone. Yale Bwana amefanya kwetu, yale Bwana amefanya kwetu. Yesu Kristo aliye hai, na tunaitwa kwa jina la kifupi Kaspeta Tayomi IFM. Na tumeungana na watu wengine wengi kutokea Dar es Salaam kuwepo hapa kwa ajili ya kazi ya ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo kwa habari ya kwamba tumesoma ni kwa sababu ya Bwana, lakini leo Yesu anatukuzwa mahali hapa. Lakini pia tumekuja kama mashahidi kwamba vijana wanaokoka. Walikuwa wanafikiri vijana hawaokoki. Sasa watu wa Lushoto, Yesu yupo hai leo.
pia habari hizi ni heri ukaokoka ukiwa kijana kuliko mzee, utakuwa una faida katika ufalme wa Mungu. Lakini pia kwa dakika tutakuwepo hapa kwa siku 7, na leo ni siku ya kwanza, na siku 7 ni siku za ukamilifu wa Bwana, na tunasema hivi, dunia ina watu wanaobadilika, lakini Yesu habadiliki. Na hiyo ndio kauli mbiu yetu. Kwa hiyo nazidi kukaribisha wewe ambaye unasikia kutokea popote ulipo, bila kujali dini yako, dhehebu lako, umri wako, rika lako, tunakukaribisha kwa Yesu leo. Yesu ulikuwa unamsikia mbali, leo yupo hapa katika viwanja karibu na nyumba yako, na masikio yako yamebarikiwa unaposikiliza. So wakati huu nataka niwalete waimbaji, lakini kwa muda huu natamani tumshangilie Bwana kwa wimbo tena. Wakati waimbaji watakuwa wakitupa wimbo wa kumalizia, timu ya kusifu na kuabudu, na waimbaji binafsi mtakuwa mkinipa majina yenu. Kwa hiyo kwa dakika chache lakini pia tunataka tulete matoleo yetu kwa Bwana, lakini pia tufahamiane. Kwa hiyo ninawaandaa mashemasi waanze kuandaa sehemu za matoleo, wakati kwaya ya pili ikiwa inaimba haleluya. Yeah. Na tunawaarifu kwamba ndio tuna Nixoni. Amen. Haleluya jamani. Sasa nataka niwalete kwaya wenyeji mahali hapa leo, waanze watumbuize mbele za muda huu. Tunamtolea Bwana sadaka. Usisahau kwamba tunaruka live katika mitandao yetu ya kijamii kama vile TikTok, na tunaendelea na tumesema kwa Yesu kuna raha ambazo hatuwezi hata kuzibeba. Bwana asifiwe. Na wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako, leo ni siku yako, utampa Yesu maisha yako. Leo kabla haijaisha tutakuwa tumehakikisha wewe na Bwana mmepatana upya. Wakati Salvation Voice wanaweka mambo yao sawa, tutakuwa tukijiandaa kumtolea Bwana, tukiendelea kumtolea Bwana kwa matoleo yetu.
shetani mwenyewe alipo, naona anasikitika. Amina. Basi somo letu la leo linasema Yesu ni nuru ya ulimwengu. Nitasoma vifungu, baada hapo nitamkaribisha mnenaji wa siku ya leo ambaye Mungu amemkusudia kusema na mtu mmoja mahali hapa. Amen. Nitasoma Yohana 8 mstari wa 12. Ndio. Neno la Mungu linasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Nitasoma Mwanzo 1 mstari wa 2 na ule wa 3 mpaka wa 3. Kitabu cha Mwanzo kinasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Nitarudia, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Amina. Sikujitambulisha kwa majina yangu, naitwa Tabita Shoni, ni mtumishi wa Mungu kutoka chuo cha usimamizi wa fedha. Wakati huo namkaribisha mtumishi wa Mungu pale ulipo, unaweza ukamshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Ongeza tena shangwe, ongeza tena shangwe. Makofi hayatoshi, ongeza tena shangwe. Amina, karibu. Amen, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unayo amani unaweza kupunga mkono mmoja namna hii, ongeza mwingine, hakunisikia makofi na vigelegele kwa ajili ya Yesu. Ongeza makofi tena. Haleluya, haleluya, haleluya makutano. Haleluya, haleluya. Sijasikia kama kuna mtu ambaye mwokolewa na Yesu, tukamshangilia Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu ni mzuri sana. Kama alivyosema Baba kwamba Yesu ni mzuri mpaka tenchi na baki. Walio kwa Yesu wana amani. Ndio watu tunamshangilia, tunamtukuza. Maana tunajua ni wapi ambako umetutoa. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Mungu awabariki sana sana. Mungu awabariki sana sana. Basi natambua uwepo wa Mungu mahali hapa. Mungu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe mkazi wa Lushoto Maguzoni. Mungu anakusudi na wewe. Hakuteta mahali hapa kwa bahati mbaya, ila Mungu anakusudi na wewe. Bwana sifiwe sana. Amina. Lakini pia natambua uwepo wa mchungaji mwenyeji Baba Askofu James, lakini pia natambua uwepo wa askofu kutoka kanisa la EAGT. Mungu akubariki sana baba. Lakini uwepo wa wachungaji wengine makanisa jirani, Mungu awabariki sana. Uwepo wa mama mchungaji tunatambua, lakini pia natambua uwepo wa wazee wa kanisa, Mungu awabariki sana. Vile vile natambua uwepo wa viongozi wa idara ya injili mahali hapa na nyote ambao mko mahali hapa, Mungu awabariki sana 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 sana. Kwa majina yangu ninaitwa John Mandela Graysoni, nimeokoka na mpenda Yesu. Nasoma chuo cha usimamizi wa fedha IFM, nachukua kozi ya uhasibu na IT. Lakini vyote hivyo sio kitu ambacho mimi ninafurahia, ni kuwa na Yesu. Hicho ndicho ambacho mimi ninafurahia. Nikiwa na watu hicho, ninarukaruka, ninacheza cheza, maana najua wapi nimetoka, najua nimetoka mahali wapi. Ndicho ambacho ninalinga. Haya yote ni ya kawaida. Haleluya. Sikia nikwambia mtumishi wa Mungu, yamkini nitamani sana hii neema, lakini haukuweza kuipata. Jioni ya leo yuko Yesu Mnazareti, nimemleta mahali hapa. Yeye ambaye ameniokoa mimi na wewe, anaweza kukuata ambaye bado huko nje. Yesu yuko mahali hapa jioni ya leo. Haleluya, haleluya. Kama vile ambavyo tumesema kwamba somo letu la jioni ya leo linasema kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Nini maana ya nuru? Tanza na nini maana ya nuru tukaelewe, ili
tunapozungumzia kwa habari ya maana ya kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu, uweze kuelewa. Kuna mtu mwingine atamwambia kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu, anakuwa haelewi. Lakini kama ungeelewa kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu, ungekuwa mpaka sasa hivi huko, ungesemkimbilia huyu Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapozungumzia kwa habari ya nuru, nuru ni nguvu au uwezesho unaosaidia vitu viweze kuonekana. Bwana asifiwe sana. Ni uwezesho au ni nguvu inayosaidia vitu viweze kuonekana. Hiyo ndio maana ya nuru, maana ya kawaida, kwa maana ya kwamba nuru itakuwa mahali hapa inakusaidia kitu ambacho kwenye giza usiweza kuona, lakini uwepo wa nuru unakusaidia kitu ambacho kwenye giza ukaweza kukiona. Hiyo ndio maana ya kawaida ya nuru. Ni uwezesho au nguvu inayokusaidia kitu ambacho kipo kwenye giza uweze kukiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo nuru ya jua, ipo nuru ya mwezi, vyote hivi vinasaidia kitu ambacho kipo kwenye giza uweze kukiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nitaelezea nini maana ya giza. Yamkini unajiuliza nini maana ya giza. Najua wengi tunaelewa. Tunaposema giza maana yake ni kule kutokuwepo kwa nuru. Bwana asifiwe sana. Mfano unaweza kuchukulia usiku hakuna nuru. Kwa hiyo maana yake tunasema ule ni wakati wa giza. Lakini pia giza tunaposema kwamba ni mahali ambapo hakuna mwanga, labda ni ndani hakuna mwanga, kuna giza, tunasema kwa kuna giza. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi sikuja kueleza kwa habari ya nuru ya kawaida au giza la kawaida. Nimekuja kueleza kwa habari ya nuru ambayo inaleta ukombozi kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtumishi wa Mungu amesoma kile kitabu cha Yohana 8:12. Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu, kila ajaye kwangu hataenda gizani, bali atakuwa na uzima wa milele. Tunapoelezea kwa habari ya nuru ni Yesu Kristo aliyekufa msalabani akachukua dhambi zako wewe na mimi. Huyu akiingia ndani yako, yeye anakuwa nuru, anaangaza yale ambayo ulikuwa uyaoni, unayaona. Nimekwambia kwamba nuru ni uwezesho au nguvu ambayo itakusaidia mwanadamu uweze kuviona vitu. Ndivyo alivyo Yesu, akiingia kwenye maisha ya mwanadamu ambaye dhambi imefunga maisha yake, anaangaza. Kuna mtu ambaye yupo kwenye vifungo vya dhambi, yupo kwenye mateso, lakini ukimwambia kwamba achana na maisha ya dhambi, sio kwa Yesu haelewi. Sikia nikwambie, jioni ya leo tumekuletea nuru ambayo ni Yesu Kristo. Ukikimbilia kwake, utakuwa na amani, utakuwa na furaha. Biblia inasema kwamba walioko Yesu wana amani, walioko Yesu wana tumaini. Kwa sababu gani? Wana nuru ndani yao. Sikia nikwambie, mkazi wa Lushoto, yamkini maisha yako yamekuwa kwenye giza. Nimekuelezea kwa habari ya maana ya giza. Giza maana yake ni kutokuwepo kwa mwanga. Yamkini umeishi kwenye maisha ya kuikosa nuru hii ambayo tunaielezea mahali hapa, ambaye ni Yesu Kristo. Anasema kwamba ukiingia, anasema kwamba mtu akinifuata mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu akinifuata mimi hataenda gizani, ila atakuwa na uzima wa milele. Yamkini ya kuipata hii nuru ukaishi kwenye maisha ya giza. Giza ni nini ambayo tunazungumzia mahali hapa? Giza ni maisha ya dhambi, ni maisha ya vifungo. Kwa sababu gani? Haukuwa na nuru hii. Lakini sikanikwambie jioni ya leo nuru imekufikia wewe mkazi wa Lushoto Maguswali, ya kwamba iko nuru. Ikiingia kwako hiyo nuru, haibakizi uchafu, haibakizi dhambi, inaondoa kila takataka. Ndio maana jioni ya leo tuko mahali hapa kukuambia kwamba tumekuletea nuru, mkazi wa Lushoto. Ukipokea nuru hii hautakuwa jinsi ulivyo. Amesoma pia kitabu cha Mwanzo. Biblia inaelezea, inasema kwamba hapo Mungu alipoumba ulimwengu, anasema kwamba dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa limekaa juu ya vilindi vya maji. Lakini Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru. Sikia nikwambie, ilo giza lilianzia wapi? Ni pale baada ya Shetani kumuasi Mungu, yeye pamoja na malaika zake. Biblia inasema kwamba wote wakatupwa
duniani. Hiyo ndio chanzo cha giza kuja duniani. Mungu alipoumba dunia, Biblia inasema kwamba kila ambacho Mungu alikiumba alikiona ni chema, lakini baada ya shetani pamoja na malaika zake kuasi, Mungu anasema kwamba wote akawatupa duniani. Hapo ndipo giza likaja duniani. Lakini sikia nikwambie, kwa kuwa Mungu anawapenda wanadamu, anatupenda sana, bado akaleta nuru. Akasema kwamba dunia ilikuwa utupu, ilikuwa ukiwa, maana yake dunia ilikuwa haina thamani, dunia ilikuwa ifai, dunia ilikuwa imejaa dhambi, lakini anasema kwamba akaleta nuru. Sikia nikwambie, palipo na nuru giza likae, palipo na nuru giza likae. Sikia nikwambie, mkazi wa Lushoto, kwa nini unaishi maisha ya dhambi? Ni kwa sababu umekataa nuru ya kweli. Haujapokea nuru ya kweli ambayo tumekuletea jioni ya leo. Nuru hiyo ni Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu Kristo, ataingia kwako, atabadilisha maisha yako. Biblia inasema kwamba wote waliompokea yeye aliwapa uwezo wa kufanywa wana wa Mungu, ndio hao waliamini jina lake. Sikia nikwambia ndugu yangu, Yesu anakupenda sana. Yesu anakupenda sana, anakuwazia mazuri. Anasema jioni ya leo, geuka, achana na maisha ya giza. Achana na maisha ya giza. Maisha ya giza ni maisha ya uasherati, maisha ya uzinzi, maisha ya uchawi, maisha ya kusengenya. Sikia nikwambie, iko nuru ya kweli. Jioni ya leo tumekuletea mkazi wa Lushoto. Acha kuishi maisha ya kwenda kwa waganga. Yuko Yesu Mnazareti, ukimwamini yeye unakuwa salama. Njoo kwa Yesu mpendwa, njoo kwa Yesu uwe salama, njoo kwa Yesu uwe salama. Biblia inasema kwamba Mungu ndiye ngome langu, wenye yake umkimbilia yeye wakawa salama. Sikia nikwambie, hauwezi kuwa salama mkazi wa Lushoto ukimkataa Yesu. Hauwezi kuwa salama ukikataa nuru ya ulimwengu ambayo yenyewe ukiwa nayo inakuonyesha wapi upite, wapi uende. Sikia nikwambie, tumesoma kitabu hiki cha Yohana 8:12. Yesu anawaambia, alikuwa akifundisha hekaluni, akamwambia kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu, kila nifuataye hata kwenda gizani atakuwa na uzima. Wale Mafarisayo wakapinga, wakasema hapana, wewe ni mnafiki, maana wajishuhudia mwenyewe. Yesu akasema hapana, mimi si mnafiki, maana ushuhuda wangu ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Najua nitokako, najua niendako. Ndivyo jinsi alivyo mtu yeyote ambaye ana Yesu, anakuwa na uhakika wapi atokako, wapi aendako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kimbilia kwa Yesu wa salama. Kimbilia kwa Yesu wa salama. Yesu ni wa thamani sana. Kila ambaye yuko na Yesu ana uhakika wapi ametoka, wapi alipo, wapi anaenda. Sikia nikwambie, kijana mwenzangu, uko mahali hapa, hujachelewa. Yesu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa, hujachelewa. Ukiwa na Yesu unajua wapi unatoka, wapi unaenda. Ndio maana tumekuja mahali hapa, tumekuletea Yesu Mnazareti ambaye kwanza alibadilisha maisha yetu. Hatukuwa jinsi tulivyo. Ndio. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 5:17 ya kwamba hata ilikuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, yale ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sikia nikwambie, mkazi wa Lushoto, kwenda kwa waganga haikusaidii kitu. Unapoteza muda, unaharibu pesa zako, haikusaidii jambo lolote. Unamhitaji Yesu Kristo Mnazareti, yakiingia kwako atabadilisha maisha yako. Biblia inasema kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu na huko moyoni mwake amemwacha Mungu. Shika nikwambie, mwanadamu ni kama wewe tu, leo amechanua, kesho anakufa, lakini yuko Yesu ambaye ni wa milele. Kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu. Kwa Yesu kuna uzima, kwa Yesu kuna salama, kwa Yesu kuna tumaini, kwa Yesu kuna uponyaji. Kimbilia kwa Yesu. Yesu ni wa zamani, Yesu anaokoa, Yesu ana
anaponya, Yesu anafungua. Kimbilia kijana mwenzangu, achana na maisha ulionao sasa, iko nuru tumekuletea jioni ya leo. Ukimwamini yeye ataingia kwako, ataangaza yale ambayo ulikuwa unaona hayawezekaniki, ni shida. Sisi Yesu anatuwezesha. Kuna vijana wanaamini ya kwamba kuishi bila kufanya wasirati haiwezekani. Sikia nikwambie, ukipokea hii nuru inawezekana. Sisi ni vijana kama wewe, kwa kuwa tunayo nuru ambayo tulipokea, ambayo ni Yesu. Tuko salama. Tunadunda, tunalinda, tunakimbia, maana tuko na Yesu. Sikia nikwambie, hujachelewa. Yuko Yesu anakutafuta wewe mwanadamu. Kazi wa usoto, Yesu alikupenda. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana yake ukiwa na Yesu unakuwa na nuru ndani yako. Ukiwa na nuru hauwezi kupotea, hauwezi kupotea. Nuru inaonyesha njia kwamba pita mahali hapa, lakini wewe mwenyewe ni shahidi. Unapokuwa gizani, hata ukianguka rafu chini hauwezi kuyaona. Ndivyo alivyo mtu ambaye anaishi kwenye giza. Maisha yake yote ni kama kipofu, muda wote uko hatalini. Sikia nikwambie, Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu, haleluya, ni uzima wa milele. Haleluya, haleluya, karama ya Mungu ni uzima wa milele. Yesu ni wa zamani. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Ndio maana ametuleta mahali hapa Tanga Lushoto Magusoni, kwa sababu Mungu aliangalia akaona kuna mtu mmoja ambaye giza limeatesa maisha yake, haelewi cha kufanya. Unaishi kwenye dhambi, unaishi kwenye vifungo vya magonjwa. Yesu akasema, wanangu, pelekeni nuru yangu kwa mtu mmoja wa Tanga Lushoto, atakayeniamini atakuwa salama, atakuwa na uzima. Sikia nikwambie, kimbia kwa Yesu. Iko nuru iletayo wokovu, iko nuru iletayo uponyaji. Sikia nikwambie, mtumishi wa Mungu, kulikuwa na mtu mmoja ichinikisa. Huyo mtu alikuwa kipofu, alikuwa akikaa yetu mapanda njia akiomba apate riziki kwa watu. Kila siku alikuwa ikaa hivyo hivyo. Siku moja mvuta bangi mmoja akawa anapita. Alipokuwa anapita akaona chura kimepondwa na gari, akachukua. Unajua tabia za wavuta bangi ni watu ambao wanafanya vitu kwa mwongozo wa bangi ambao wanaivuta. Akachukua kile chura ambacho kimepondwa na gari, akapelekea yule kipofu. Yule kipofu akapokea, akajua kwamba amepewa roast kuku, akataka kuanza kula. Lakini akitokea mtu mmoja akamwambia kwamba hapana, usile, huyu ni mvuta bangi tu, amekuletea hichi, sio roast kuku, hichi ni chura. Lakini yule mtu akawa anang'ania, akaona kwamba labda ananyang'anywa kile ambacho uko nacho, lakini anamsaidia. Sikia nikwambie, ndivyo jinsi alivyo mtu ambaye anaishi kwenye giza. Yeye kile ukimwambia anaamini uko sahihi. Sawa na wewe mkazi wa Lushoto, nimekuja mahali hapa kukwambia kwamba njia aliyo nayo sio njia sahihi. Kimbia kwa Yesu jioni ya leo. Hali ya gizani ni sawa na kipofu, haoni anakokwenda, haoni alikotoka, lakini ukiwa na Yesu utakuwa na nuru ndani yako. Hiyo nuru ikiangaza, hakuna pa kupotea, hakuna pa kushindwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 1:5 ya kwamba nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Ukiwa na Yesu giza halikuwezi. Wachawi watakuogopa, mganga wa kienyeji atakuogopa, familia yako itaogopeka, biashara yako itaogopeka. Sababu gani? Uko na nuru, uko na nuru, uko na nuru ya kweli inaangaza. Wachawi wakuoni. Nuru ya kweli iko mahali hapa. Kimbia kwa Yesu,
Kimbia kwa Yesu uwe salama. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Nuru haipatikani kwa mganga wa kienyeji. Kuna watu wanadanganywa kwamba nyota yako imeharibiwa na wachawi, ndio maana biashara yako haing'ai, ndio maana mume wako hakupendi, anakudanganya. Nuru ya kweli anaitoa mwanaume mmoja ambaye alikufa msalabani, siku ya 3 akapofuka. Oh, haleluya! Kimbia kwa Yesu, ndoa yako iwe salama. Kimbia kwa Yesu, sala yako iwe salama. Kimbia kwa Yesu, watoto wako iwe salama. Kimbia kwa Yesu, huduma yako iwe salama. Yuko Yesu ambaye kuponya. Una magonjwa yamekusumbua, umeteseka sana, usiende kwa mganga. Mganga mwenyewe anamtegemea Mungu. Njoo kwa Yesu. Yesu anaponya. Akiingia kwako, mambo yanabadilika. Sikia nikwambie, alikuweko mtu mmoja alikuwa anaitwa Sauli. Huyu mtu alikuwa mtu wa ajabu sana. Alikuwa hajaokoka. Yeye alikuwa mtu wa tofauti sana. Alikuwa anaitwa Sauli. Alikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa amesoma sana. Mambo ya dini yamekaa kichwani, anaelewa vizuri. Sio sawa na wewe una maandiko matatu kichwani tu. Huyu mtu alikuwa amesoma vizuri Torati, anaielewa sana. Alikuwa akipinga watu ambao wanahubiri injili kama hii ambayo unaisikia. Siku moja alikuwa ametoka kwa makuhani, ameomba kibali aende Dameski kwa ajili ya kuwakamata watu wote ambao wanaliitia jina la Yesu. Wakati uko njiani, huyu Sauli Biblia inasema kwamba nuru kutoka mbinguni ikamulika. Ghafla akaanguka chini. Alipoanguka chini, akaanza akawaoni, macho yake yaoni. Ghafla akasikia sauti ikimwita, Sauli, Sauli. Akajibu, unani Bwana? Yesu akamwambia, mimi Yesu ambaye unaniuzi. Sauli akaepo chini pale aelewe, lakini Yesu akamwambia kwamba mimi nakupenda sana. Akamwambia kwamba nenda mpaka mji fulani, utamkuta mtumishi wangu, yeye atakuelekeza ya kupasa kufanya. Biblia inasema kwamba alikuwa na ndugu zake wengine Sauli alikuwa mkutana nao. Wao walikuwa waelewi kinachoendelea, walikuwa tu wanasikia sauti. Hivyo ndivyo jinsi alivyo mtu aliyepo kwenye giza, aelewe kinachoendelea, lakini aliyo ndani, aliye kwenye nuru, kila kinachoendelea anajua. Yule Sauli alikuwa kipofu, baada ya kuanguka chini akawa elewi kinachoendelea. Lakini Sauli akaenda mpaka nyumbani kwake. Biblia inasema kwamba akawa akiomba. Mungu akamtokea Anania mtumishi wake, akamwambia kwamba nakupasa uende kwa mtumishi wangu Sauli, maana huyo ni chombo changu kiteule, nimekichagua kwa ajili ya kuhubiri injili kwa mataifa na kwa wafalme. Lakini Anania akasema, Bwana, huyu mtu hapana, nimesikia habari zake akiwatesa watu, akiwasumbua sana ambao wanahubiri injili yako ya kweli. Itakuwaje mimi niende kwa mtu huyo? Bwana akamwambia, hapana, huyu sio mtu mkosaji. Mimi nimemchagua kuwa chombo changu kiteule, ili ahubiri injili kwa mataifa, ili ahubiri injili kwa wafalme. Anania akaenda akaweka mikono kwa Sauli aliyekuwa akitesa watumishi wa Mungu waliokuwa wakihubiri injili. Sauli, Biblia inasema kwamba vitu kama magamba vikaondoka machoni pake, akaona. Tokea hapo Sauli akaanza kumtangaza Kristo. Sikia nikwambie, hakuna mtu aliyekuwa ajabu kama Sauli, lakini baada ya kukutana na hii nuru ambao ni Yesu Kristo, akabadili maisha yake kutoka kwenye mtu wa giza. Akarudi kwa Yesu, akawa salama. Sababu gani? Kuna nuru iliingia kwake, ikamtengeneza, ikambadilisha, akawa kiumbe kipya. Sikia nikwambie, haujachelewa mkazi wa Lushoto. Shetani sio rafiki yako. Shetani anakudanganya kwa muda tu, kwa maneno kazini utaenjoy, utafurahia maisha, lakini mwisho wa siku ni mauti. Biblia inasema kwamba
walio kwa Yesu wako salama. Sikieni kwa mama yangu, sikieni kwa baba yangu, kimbilia kwa Yesu. Achana na uganga, achana na uchawi, achana na uasherati. Kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu, kuna msaada. Kimbilia kwa Yesu, kuna tumaini. Kimbilia kwa Yesu, kuna uponyaji. Kimbilia kwa Yesu, kuna uzima. Wewe ambaye umeishi hauna tumaini, sikia nikwambie, liko tumaini la kweli ambalo lenyewe ukilichagua sio la muda, ni wakati wote unakuwa nalo. Ni nani? Ni nuru ambayo nimekuletea jioni ya leo. Ukichagua iking'aa ndani yako, unakuwa salama. Kila mahali ukipita, watu wanaiona nuru yako na mataifa wanakimbilia kwako. Halo, kimbilia kwa Yesu. Yesu ni wa zamani, Yesu ni mponyaji, Yesu anaokoa, Yesu anasamehe dhambi, Yesu ni rafiki wa kweli, Yesu ni mwezeshaji. Nuru ya kweli ni Yesu Kristo. Njoo kwa Yesu kaka yako, njoo kwa Yesu mpendwa. Nikwambie, Sauli alikuwa mtu wa ajabu, ametembea gizani sana, maisha ya dhambi. Wewe hujafikia hatua ya kupinga watu ambao wanamtangaza Kristo. Sawa unafanya dhambi, sawa unaiba, sawa unafanya uasherati, sawa ni mzinifu, sawa unatukana, lakini hujafikia wakati kama wa Sauli. Sauli alikuwa mtu tofauti sana, alikuwa anachinja na kuwa watu ambao wanahubiri injili ya Kristo. Usijidharau unavyojiona. Yesu anasema kwamba hakuja kwa ajili ya wenye haki, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi ili waokolewe. Alikuja kwa ajili ya mtu mmoja mwenye dhambi wa kushoto ili waokolewe. Kimbia sasa, kimbia sasa, kimbia sasa. Yesu anakupenda, anakuita njoo, njoo jinsi ulivyo. Kazi ya kuokoa sio ya kwako, kazi ya kuokoa ni ya kwake yeye, maana alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele tele. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu uwe salama. Mpendwa, bado hujachelewa. Njoo kwa Yesu, kuna nuru iliyo ya kweli. Mganga Yesu anafanya maisha yako, atakudanganya kwamba unahitaji kuwa na ndoa nzuri, sawa na kitu fulani, lakini Mungu wetu hana masharti. Mungu wetu anahitaji kitu kimoja tu, mpe moyo wako, mpe moyo wako, yeye aingie kwako. Akiingia kwako, kile nuru imeingia kwako, kile nuru ikiangaza, hakuna mahali utapita, maana uko na Yesu Mnazareti. Uko na Yesu aweze kuokoa, aweze kupindua ulimwengu ambao umekataliwa, ulimwengu ambao umeharibika, ulimwengu ambao unanuka dhambi, ulimwengu ambao ni wajabu sana. Lakini anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, kila ajaye kwangu hataenda gizani, bali ile nuru itangaza kwake, kisha atakuwa na uzima wa milele. Njoo kwa Yesu dada yangu mzuri, njoo kwa Yesu. Walio kwa Yesu wanalinga, walio kwa Yesu wanatumaini. Unaweza ukaona baba zetu wa imani wanapendeza, unaweza hisi bado vijana wa miaka 18. Ni kwa sababu gani? Ndani yao kuna nuru, nuru inaangaza. Lakini angalia kijana mdogo, upo kwenye maisha ya dhambi, unataka kuangalia ni kama baba mwenye miaka 30. Ni kwa sababu gani? Giza limetawala ndani yako, dhambi imetawala ndani yako, vifungo vimetawala ndani yako. Unamhitaji Yesu sana, unamhitaji Yesu sana, aingie kwako, akutengeneze. Anasema tazama, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, yale ya kale yamepita, amekuwa kiumbe kipya. Mkimbilia Yesu wa salama. Usikubali giza likae mahali pako. Kimbia kwa Yesu wa salama. Kimbia kwa Yesu wa salama. Haijalishi uko nyumbani, unasikia sauti hii, Yesu anakupenda. Huko uliko, anasema kwamba nuru yake imeangaza tangu Lushoto kwa ajili ya mtu mmoja ambaye atakubali kuachilia maisha yake kwa Yesu, ili nuru ikaangaze. Ikiangaza
hautajikwaa. Sika nikwambia siri moja, mtu ambaye anaishi gizani kwenye maisha ya dhambi, maisha ya vifungo, yana kipofu, hamna utofauti. Maana yake hiyo ni alamu inalia muda wote, utapotea. Ndio maana Yesu anasema kwamba yeye hakuja kwa ajili upotee, amekuja ili uwe na uzima, unakuwa nao wote. Lazima ukubali kuacha uchawi, lazima ukubali kuacha kwenda kwa waganga, upokee nuru. Sika nikwambie, dini yako haina msaada bila kumjua Yesu. Kuna mtu anasema mimi na dini yangu nzuri, lakini wewe unasema dini yangu nzuri, bado unazini, bado una mchepuko. Sika nikwambie, unahitaji nuru ya kweli. Walio na nuru ya kweli hawana mchepuko, wana nuru ya kweli, hawaachi wake zao wakaenda kusini. Walio na nuru ya kweli hawajipofu kwa siri, walio na nuru ya kweli hawaendi kwa waganga. Wenye nuru ya kweli wana uzima wa milele. Nuru ina sifa zifuatazo. Nuru ina sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, nuru inawezesha vitu viweze kuonekana. Mwenyewe ni shahidi, unapokuwa na nuru umewasha, vitu vinaonekana. Kwa kwenye Mathayo Biblia inasema kwamba mtu awashi taa akaweka chini ya pishi, ila anaweka juu ili iweze kuangaza. Ndivyo jinsi hivyo nuru inasababisha vitu viweze kuonekana. Kwa ukiwa na Yesu ambaye ni nuru, vitu vitaonekana. Atakuonyesha, mwanangu, hii sio njia yako, toka mahali hapa, pita mahali hapa. Sikia nikwambie, kwa sababu gani mtu upo kanisani lakini bado unazini, hauna nuru. Ukiwa na Yesu ambaye ni nuru, atakuelekeza maisha ya kuishi, maisha matakatifu ya kumpendeza yeye. Maana anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na huo utakatifu ambao hakuna atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Unawezaje kuona huo utakatifu? Lazima uwe na hiyo nuru ambayo ni Yesu Kristo Mnazareti, aliyekufa msalabani, siku ya tatu akafufuka. Sika nikwambie, kubali kuipokea nuru siku ya leo. Umewahi kusikia habari zake? Amekufa akafufuka, lakini ni mwanaume Yesu, kuzilisha kwamba yeye ni Mungu. Alikufa siku ya tatu akafufuka, ili mimi na wewe tuwe na uzima, tuwe na ukombozi. Biblia inasema kwamba mkazi wa Lashoto utapata kupona usipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana mwenyewe, kisha ukathibitika kwetu na wale ambao wameusikia. Na sisi leo tumekuletea habari njema ya kwamba Yesu ni nuru ya maisha yako. Ukiwa na yeye utaangaza, ukiwa na yeye utakuwa salama, ukiwa na yeye ndoa yako haitaingiliwa na mchepuko, ukiwa na yeye hautaona Yesu Kristo maisha salama yako kwa Yesu. ukiwa na yeye utakuwa salama. Haleluya, haleluya. Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri kama nini? Yesu ni Anasema mzuri kwamba kama nini? najua mawazo ninayokuwazia mwanadamu sio mawazo mabaya. Kadi shetani anakuwazia uende jehanamu, Mungu anakuwazia uzima wa milele. Mungu anakuwazia uzima wa milele. Wakati shetani anakuwazia ufe, Mungu anakuwazia uponyaji. Kimbilia kwa Yesu, mkazi wa Lushoto. Kwa Yesu kuna usalama, kwa Yesu kuna uzima, kwa Yesu kuna tumaini. Yuko mtu mahali hapa, maisha yake yamekuwa mazito, kila siku unalia, hauoni mbele, hauoni nyuma. Sikia nikwambie, Biblia inasema kwamba liko tumaini moja, nalo tumaini ni Yesu. Walio na Yesu wanatumaini. Biblia inasema kwamba Yesu ni tumaini la wote wamwaminio. Ukiwa na Yesu utatumaini. Sikia nikwambie, hujachelewa mkazi wa Lushoto. Yesu anagonga hodi, anasema tazama nabisha hodi mlangoni mwako, kila atakayesikia na kufungua mlango nitakula naye pamoja nami. Mkazi wa Lushoto, sauti unasikia ni Yesu Mnazareti, anapiga hodi mlangoni mwako, anapiga hodi moyoni mwako ya kwamba nuru imekuja, nuru imekujia, nuru imekusukia. Mkazi wa Lushoto, fungua moyo wako, umpokee Yesu ili Yesu aangaze kwenye maisha yako. Bado hujachelewa mkazi wa Lushoto.
Sikia nikwambie sifa nyingine ya nuru. Bado ipo. Sifa nyingine ya nuru. Nuru ikiingia mahali giza linaondoka. Tuulize kwa nini una magonjwa hayaondoki. Tuulize kwa nini una dhambi inakusumbua lakini haiondoki. Umekosa nuru. Palipo na nuru giza inafanya nini? Giza inaondoka. Kimbia kwa Yesu. Hilo giza ambalo limekaa ndani yako, huenda ni dhambi, huenda ni vifungo, huenda ni mateso, kimbia kwa Yesu. Akikaa kwako, kama kuna giza liko ndani yako, linaondoka. Tumesoma Mwanzo, Biblia inasema kwamba Mungu alipoiumba dunia ilikuwa ukiwa tena na utupu, na giza ilikuwa limekaa kwenye vilindi vya maji. Bwana akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Ndivyo alivyo Yesu. Akiingia kwako, ile dhambi ya kusengenya, nuru itangaza, itamwambia Bwana, hapa sio mahali pako, ondoka. Kama ulikuwa na magonjwa yanayokutesa, yamekusumbua, Yesu Mnazareti akiingia kwako, magonjwa yanaachilia, vifungo vinaachilia, nguvu za ukoo zinaondoka, maana nuru imeingia kwako. Maana nuru imeingia kwako, ili tengeneze maisha yako, ili badilishe maisha yako. Nuru iko mahali hapa kwa ajili ya kukimbia kwa Yesu uwe salama. Maisha yako, mkazi wa Lushoto. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Kimbia kwa Yesu. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Walio kwa Yesu wana salama. Walio kwa Yesu wana uzima. Walio kwa Yesu wana uponyaji. Hata na maisha ya dhambi. Sio kwa Yesu. Ukiwa na Yesu, giza halikai, dhambi haikai, dhambi inaondoka, vifungo vinakimbia, vinaachilia. Yesu akiingia kwako, magonjwa hana mahali pa kukaa. Maana Yesu Mnazareti ambaye hajawahi kuumwa ameingia kwako. Magonjwa yanakaa wapi? Magonjwa yanakaa wapi? Ukiwa na Yesu, hiyo ndoa inayosumbua, Yesu akiingia, hiyo ndoa inakuwa salama. Kimbia baba, kimbia mama, kimbia kwa Yesu uwe salama. Yesu ni mponyaji, Yesu anaokoa, Yesu anasamehe. Hujachelewa mkazi wa Lushoto, kimbia kwa Yesu uwe salama. Yesu ni mponyaji, Yesu anaokoa, anasamehe. Hajalishi dhambi zako zimekuwa ngumu kiasi gani, hajalishi ndani wamekusema kwa namna gani, lakini ukiwa na Yesu unakuwa salama. Ukiwa na Yesu unakuwa salama. Ukiwa na Yesu unakuwa salama. Biashara yako haitaonewa, maana una nuru inaangaza. Kimbia kwa Yesu jioni ya leo. Nuru ya Yesu imewazukia wakazi wa Tanga, Lushoto, Maguzoni. Yuko Yesu mahali hapa, yuko tayari kuachilia nuru kwenye maisha yako. Giza halitapata mahali pa kukaa. Haujachelewa, kimbia sasa, kimbia sasa. Yesu anakuita, anasema njoo mwanangu, yeye alikuja ili uwe na uzima. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Yesu ni tumaini la kweli, Yesu ni uzima. Anakuita kwa sauti ya upole, kimbia kwake uwe salama. Anakupenda, anakuanzia mazuri. Ndio maana Mungu hakuona shida kumtoa mwanawe pekee ampendaye kwa ajili ya mkazi wa Lushoto. Yesu anakuita, anasema kwamba achana na uchawi, achana na usengenyaji, achana na wizi, achana na ukahaba ulionao. Mgeukia Yesu, mgeukia Yesu, na atakugeukia wewe, atakurudia. Jioni ya leo anakuita kwa sauti ya upole ya kwamba njoo kwake uwe salama, njoo kwake na uiangaze kwenye kila jambo la maisha yako. Njoo kwa Yesu mpendwa, ili uwe salama. Sikia nikwambia sifa nyingine ya nuru. Nuru inaangaza. Ukiwa na nuru utaangaza popote ulipo. Sasa ukaona maisha ya Yesu, kila Yesu alipopita alikuwa akiangaza, watu wakiokoka, watu wakipona, watu wakitembea, viziwi wakisikia, vipofu wakiona, kwa kuwa alikuwa na nuru anaangaza. Ndivyo jinsi ulivyo na wewe. Ukiwa na Yesu utaangaza kwenye kila jambo. Dhambi haitapata mahali pa kukaa, magonjwa hatapata mahali pa kukaa, vifungo vitapata mahali ya kukaa. Sikia nikwambie, ukiwa na nuru, ukiwa na nuru utaangaza. Hata kwenye ndoa yako adui atachezea, kwenye familia yako adui atachezea, kwenye biashara yako adui atapita, maana una nuru inaangaza hata biashara yako. Ipokee nuru kwa Yesu. Iangaze maisha. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Yesu anakupenda.
Yesu anakujali, anakuwazia mazuri. Kuna mtu yuko mahali hapa anasema mimi ninasali na dini yangu nzuri, lakini hata jirani ambaye unakaa naye hajui kama wewe umeokoka, bado hujaangaza. Unahitaji nuru ili uweze kuangaza. Kuna mtu yuko mahali hapa anasema mimi nina nuru, nimeokoka, nina Yesu, lakini biashara yako inateswa na chuma ulete, bado unamhitaji Yesu hakusaidie. Ukiwa na yeye atakusaidia, utakuwa na nuru, biashara yako haitaibiwa, maana Yesu yupo anaangaza. Kimbilia kwa Yesu ili akupe nuru uangaze. Hakuna mahali pengine ambako utapata uzima wa kweli. Uzima wa kweli upo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu uwe salama. Njoo kwa Yesu akusamehe dhambi zako. Njoo kwa Yesu akufungue na dhambi ambazo zinatesa maisha yako. Yesu anakupenda jinsi ulivyo, anakuita kaka yangu, anakuita dada ambaye dhambi zimekutesa. Hata mwenyewe ukijiona umejichukia, sika nikwambie, usijikatie tamaa. Yesu anakupenda jinsi hivyo ulivyo. Sauli alikuwa mtu wa ajabu sana. Hata wanafunzi wa Yesu baada ya Sauli kuokoka walikuwa wanamkimbia. Alikuwa mtu wa dhambi, lakini Biblia imesema baada ya kutoka mbinguni kumwangazia akabadilishwa, akawa mtu tofauti. Ndivyo jinsi ulivyo na wewe. Kumkataa Yesu, umekataa usalama wa maisha yako. Kumkataa Yesu, umekubali shetani aendelee kutesa maisha yako. Kumkataa Yesu, umekubali wachawi waendelee kutesa maisha yako. Wakati umelala, yeye anakuja kukuchezea. Wakati mwingine anakukojolea. Kwa sababu gani? Una giza. Walio na Yesu hawaangiwi. Walio na Yesu hawaangiwi, maana wana nuru. Mchawi akija, ile nuru inampiga, haoni mahali pa kupita. Njoo kwa Yesu ukutana nuru ya kweli, uwe salama. Hujachelewa mkazi wa Lushoto. Yesu anakuita. Yesu anasema njoo kwake uwe salama, njoo kwake akuponye, njoo kwake uwe na uzima. Lakini pia sifa nyingine ya nuru, nuru hutoa tumaini. Penye giza hapana tumaini, lakini Yesu alipo kunakuwa na tumaini, maana yeye ndio mwenyewe amebeba tumaini la maisha yako. Kimbia kwa Yesu uwe na tumaini la maisha yako. Wakati mwingine maisha yako yamekuwa shida, maisha yako yamekuwa ya mateso, ya kudharaulika, mwenyewe umekatia tamaa. Kwa sababu gani? Umemkataa Yesu ambaye ni nuru ya maisha yako. Lakini anasema kwamba njooni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nitawapumzisha. Kimbia kwa Yesu wewe ambaye mizigo imetesa maisha yako. Yesu ni Mwokozi, Yesu anasamehe. Kimbia kwa Yesu, kimbia kwa Yesu. Yeye anatoa uzima, anatoa uzima. Anasema kwamba yanaweka watu huru. Wewe ambaye mizigo ya dhambi imetesa maisha yako, moyo wako hauna amani, kuna dhambi inasumbua maisha yako, magonjwa yameondoa amani, ni mizigo kwenye maisha yako. Yesu anasema kwamba njoo, njoo. Ukija kwake yakiangaza kwako, magonjwa yanapasa kukaa, dhambi na kimbia. Kimbia kwa Yesu. Yeye ni rafiki wa kweli, yeye ni rafiki wa kweli. Rafiki wako anaweza akawa na wewe pamoja wakati wa raha, lakini wakati wa shida akaondoka. Yesu yuko hivyo. Yesu ni rafiki wa kweli, anakusaidia wakati wowote. Yesu anakusaidia wakati wowote, mkazi wa wakati wowote Yesu anakusaidia. Njoo kwa Yesu uwe salama. Yesu anasamehe dhambi. Yesu anatoa uzima wa milele. Biblia inasema kwamba na uzima ndio huu wa kujua Mungu wa kweli. Njoo kwa Yesu sijioni ya leo, atakusamehe. Sikia nikwambie kisa kimoja juu ya habari za huyu Yesu ambaye ni nuru, akiangaza kwenye maisha yako. Hata magonjwa yanakimbia, hata magonjwa hayana mahali pa kukaa. Siku moja Yesu alikuwa akienda Yerusalemu, kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Wakati Yesu alikuwa akienda Yerusalemu, huko kulikuwa na birika moja. Birika hilo lilikuwa kwenye mlango wa kondoo. Birika hilo walikuwa kilala pale watu ambao wana magonjwa, wale viwete, wale vipofu ambao hawawezi. Maana pale maji yalikuwa yakichemka, malaika akiatibua, yule mtu wa kwanza kuzama mle anapata uponyaji. Mahali pale walikuwa wamekaa wagonjwa wengi sana. Siku hiyo Yesu akawa akipita
kwenye mazingira haya, akamkuta mtu mmoja ambaye amekaa kwa muda miaka 38 wala hawezi jambo lolote mahali pale kufanya. Yesu akamuuliza, unataka kuwa mzima? Yule mtu akamjibu kwamba sina mtu wa kunitia birikani, maana kila malaika anapokuja watu uniwahi na kuruka mbele yangu, mimi nabakia mahali hapa. Lakini Yesu Mnazareti, Biblia inasema kwa kuwa alikuwa ni mwenye upendo na huruma, alikuwa akijua kwamba huyu mtu ameteseka kwa muda wa miaka mingi sana. Wakati wa uponyaji wake umefika, akamwambia kwamba usijali mwanangu, jitwike godoro lako na usimame na uende. Yule mtu akawa ni mzima. Sikia nikwambie, hata wewe mkazi wa Lushoto, haujachelewa. Huko Yesu mahali hapa anasema sawa, umeteseka sana, umejia sana, dhambi imekutesa, magonjwa yamekutafuna, anasema yatosha. Dakika moja inatosha kuyabadilisha maisha yako. Kimbilia kwa Yesu uwe salama, kimbilia kwa Yesu uwe salama, kimbilia kwa Yesu uwe na uzima. Yesu anakusamehe, Yesu anakupenda jinsi ulivyo, Yesu anakujali jinsi ulivyo. Haijalishi jamii imekukataa, lakini Yesu anasema njoo mwanangu, jinsi ulivyo, kazi ya kubadilisha ni ya kwangu. Jioni ya leo, mkazi wa Lushoto, kata shauri, rudi kwa Yesu, atakusamehe na nuru yake itaangaza kwenye maisha yako. Utakuwa kiumbe kingine. Mkimbilia Yesu jioni ya leo. Kataa maisha ya dhambi, kataa maisha ya dhambi, kimbia kwa Yesu, mgeukia Yesu uwe salama, mgeukia Yesu uwe salama. Yesu anakupenda, Yesu anakupenda mkazi wa Lushoto. Yesu anakupenda, Yesu anakuwazia mazuri, Yesu anakuwazia mazuri, Yesu anakupenda. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sikia nikwambie, mtumishi wa Mungu, Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Ukiwa naye kwenye ulimwengu hautatabika, utakuwa na uzima. Biblia inasema mbele yako nimeweka uzima na mauti, ila nakushauri chagua uzima ili uwe salama. Jioni ya leo Yesu anakupenda. Umesikia habari njema ya kwamba Yesu ni nuru ya kweli, ya kwamba Yesu ni nuru ya kweli. Yesu akiangaza kwako, giza lina mahali pa kukaa, dhambi haina mahali pa kukaa. Umesikia habari njema ya kwamba Yesu ni nuru ya kweli, anatamani aangaze kwenye maisha yako. Yesu yuko tayari kuiachilia hiyo nuru kuanzia sasa, ili maisha yako yabadilishwe, uwe mtu tofauti, dhambi sikushinde, magonjwa sikushinde, ili uwe salama. Anasema kwamba alikuja itwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Kuna mtu anawaza na usije kuipokea hii nuru, ni kumkiri Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimkiri na kuamini moyoni mwako kwamba alikufa kwa ajili yako, utakuwa na hiyo nuru na Mungu atakuokoa. Kwa kusoma maneno haya machache, umesikia habari njema za ufalme wa Mungu, kwamba Yesu ni nuru na uko tayari kumpokea. Yesu yuko tayari kukusamehe na kukuokoa, yuko tayari kukusamehe. Anasema tazama, nabisha hodi mlangoni mwako, atakayesikia na kufungua nitakula pamoja naye. Manake atakuokoa na hiyo nuru itaangaza. Basi kwa kusema hayo machache, tusogee wote mbele, watumishi wa Mungu. Mahali hapo ulipo, sogea mbele. Nuru ya Mungu iko mahali hapa jioni ya leo. Sogea mahali ulipo. Iko nuru ya Yesu, ambayo hii nuru ilishuka Sauli pamoja na dhambi zake, akarudi kwa Yesu. Amini ya kwamba jioni ya leo hiyo nuru pia na kwako inaweza ikabadili maisha yako. Usiogope mahali ulipo, chukua hatua, sogea mbele, chukua hatua ya imani, sogea mbele. Iko nuru jioni ya leo mahali hapa, iweza kuleta badiliko la kweli, iweza kuleta uzima milele. Sogea mbele, usiogope, piga hatua ya imani, sogea mbele. Yuko Yesu mahali hapa jioni ya leo. Sogea, chukua hatua ya imani. Yuko Yesu mahali hapa jioni ya leo. Sogea, yuko Yesu aweze kutoa nuru ya kweli. Hiyo nuru ikiangaza kwako, giza halitakuweza. Ukisoma Wakorintho, Timotheo 2:6 anasema kwamba yeye aliyesema giza yang'aa, nuru yang'aa gizani, ndiye amefanya nuru ing'ae mioyoni mwetu. Manake Yesu anaweza kuachilia nuru ikang'aa kwenye maisha yako. Inang'aaje? Ni kumwamini yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umesikia habari njema? Hapo hapo ulipo uweza kufunika macho yako, ukainamisha kichwa chini. Umesikia habari njema kwamba kuna nuru ya kweli iwezaye kukomboa na kusamehe.
ambayo inaangaza duniani, na uko tayari kuipokea nuru ya kweli kuanzia sasa, ing'are, maisha yako yawe tofauti, unaweza ukanyosha mkono wako mahali ulipo. Uko tayari kumpokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Umesikia habari hizi kwamba kuna nuru ya kweli ambayo ikiangaza kwako maisha yanabadilika? Nyosha mkono mahali ulipo ili nuru ikaangaze kwako. Nyosha mkono mahali ulipo, usiogope. Yuko Yesu mahali hapa. Wewe uliyenyosha, chukua hatua ya imani, sogea mbele. Yuko Yesu ataachilia nuru jioni ya leo. Dhambi haitakushinda tena, magonjwa hatakushinda tena. Yuko Yesu aweze kuokoa. Usiogope, sogea mbele. Wewe unahitaji kumkabidhi Yesu maisha yako ili abadilishe. Wewe unahitaji kuokoka, hii nuru ya ukweli ingie kwenye maisha yako. Nyosha mkono na usogee mbele. Amina. Basi hapo hapo ulipo utanifuatisha kwa maneno ya machache na Yesu atakusamehe. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwanao. Jioni ya leo nimesikia habari zako njema ya kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Nikikupokea wewe utang'aa maishani mwangu, nami nimekubali kukupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Nitakuombea. Asante Mungu wa mbinguni, asante Bwana kwa ajili ya watu hawa. Biblia imesema kwamba mtu mmoja akiyakabidhi maisha yake kwako, mbingu zinashangilia. Watu wako hawa wamesikia habari zako njema ya kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Ukiangaza, dhambi haina mahali pa kukaa, magonjwa hayana mahali pa kukaa, vifungo havina mahali pa kukaa. Jioni ya leo wamekubali kukata shauri na kurudi kwako. Bwana, naomba uwapokee, na kuanzia sasa na iachilia nuru, ile nuru ya kweli ikaangaze kwao katika jina la Yesu. Natamka nuru ya Kristo ikaangaze kwao katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninakataa kila kazi ya yule mwovu kwa jina la Yesu. Hasina kibali, hasina mamlaka. Kuanzia sasa naachilia nuru katika jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Nuru yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Itangaze kwao Bwana. Asante kwa ajili ya watu hao. Wafunike Bwana. Asante kwa neema yako Yesu. Mazuri wewe ni Mungu wezaye kuwaponya. Asante kwa sababu ya upendo wako Yesu Kristo. Hatua ya imani. Wamehitaji kupata nuru ili watoke katika giza. Wamehitaji kupata nuru watoke katika giza. Giza linaondoka sasa. Nuru inatawala sasa. Nuru inaingia sasa. Nuru ikaingia ndani ya binti huyu. Nuru ikaingia ndani ya binti huyu. Nuru ikaingia ndani ya mama huyo. Yale yalishindikana kwa maisha yake, katika jina la Yesu Kristo naitangaza nuru. Naitangaza nuru sasa. Naitangaza nuru. Naitangaza nuru kwenye maisha yao. Naitangaza nuru kwenye maisha yao. Naitangaza nuru Bwana, wakatoke gizani katika jina la Yesu Kristo. 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 Asante Yesu. Asante Jehova. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Wahudumu wasaidieni kuwapeleka pale ndani kupata ushauri. Amen. Wasaidieni wote mliotoka hapa mbele, mfike pale ndani, kuna wahudumu watawasaidia kwa ushauri zaidi na maelekezo zaidi. Amen. Kwa wale ambao wote una shida yoyote, umesikia Yesu ni nuru. Palipo na nuru hapakai giza. Unatamani kupata uponyaji, kuna jambo limekutesa sana, kuna ugonjwa umekusumbua, kuna kifungo kimekutesa, wakati mwingine unalia, wakati mwingine unajuta, kuna mahali umepita, yuko Yesu aweze kuponya. Sogea mbele, yeye ni nuru. Wewe ambaye una shida, wewe ambaye una changamoto yote ile, sogea mbele. Wako watumishi wa Mungu, wachungaji watakuombea, ugonjwa hautakaa tena. Sogea mbele, yuko Yesu mahali hapa.
Wewe ambaye una shida yote ile, una udhaifu wote ule, sogea mbele. Wako wachungaji watawaombea na hivyo vifungo vitaondoka. Hiyo dhambi, huo ugonjwa umekutesa miaka nenda rudi, yuko Yesu. Iko neema, iko neema, yuko Yesu. Alilipa deni. Usiogope, saa ya wokovu ni sasa, saa ya uponyaji ni sasa. Yuko Yesu mponyaji. So mbele, so mbele, so mbele, Yesu akuponye. So mbele, Yesu akuponye. Usiogope, usiondoke na teso lako, usiondoke na kifungo ulicho nacho. Sogea mbele, Yesu akuponye. Sogea, Yesu akuponye. So kwa Yesu uwe salama. Kimbia kwa Yesu uwe salama. Muda wako wa mateso umekwisha. Nuru imekuzukia, uwekwe huru. Nuru imekuzukia, uongozo uondoke. Nuru imekuzukia, bila vikwazo viondoke. Kimbia kwa Yesu. Yamkini uko nyumbani, uko una shida. Na wewe ambaye unafuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii, kuna mahali una shida, anakusumbua kwa hatua ya imani, weka mkono hapo ambako kuna shida. Alafu watumishi wa Mungu wako wanaomba huko mahali uliko. Hata kama nyumbani, chukua hatua ya imani. Hata kama kwa njia ya mitandao, kuna uwezi, yuko Yesu. Iko nuru ya kweli. Watumishi wa Mungu, wachungaji, karibuni ili muweze kuombea watumishi wa Mungu. Iko nuru ya ajabu iweze kufungua watu waliokaa kwenye vifungo vya dhambi. Mapepo yamekutesa, kuna ugonjwa umekusumbua, umekuwa mtu wa kulia. Usijali, Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa kukuokoa. Yesu yuko mahali hapa kuwaokoa. Yesu yuko mahali hapa kuwasamehe. Kimbia kwa Yesu, alilipa gharama kwa ajili yako. Usiogope, sogea kwa Yesu, anasamehe. Sogea kwa Yesu, uwe salama. Yesu Nazareti, Uliachia maisha yako magonjwa na uponyaji, shida zake ambazo zinashindikana kwenye maisha yake. Wewe umekuja kwa Yesu, anahitaji neema yako Yesu, anahitaji mamlaka yako Yesu, anahitaji mamlaka yako Yesu. Asante kwa sababu unakwenda kuweka huru. Asante kwa sababu unakwenda kuweka huru. Ameteseka na magonjwa, ameteseka na shida, ameteseka na shida, ameteseka na shida. Leo ni siku ya kuwekwa huru. Leo ni siku ya kuwekwa huru. Leo ni siku ya kuwekwa huru katika jina la Yesu. Ikasitoke Bwana kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mama huyu. Lile teso na aliyepiga kwa jina la Yesu. Funguliwa na ukawekwa huru. Asante Mungu wa mbinguni. Wakaribisheni pale kanisani kwa